Mataifa ya Ghuba ya Kiarabu yamekuwa yana wasiwasi juu ya vita vinavyoweza kutokea kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Iran. Hata hivyo, mataifa hayo ya Ghuba yamekuwa yakitoa onyo kwa utawala wa Trump kutoishambulia Iran. Mataifa ya Ghuba yametoa onyo kwa Marekani, hasa rais wake Donald Trump, kutochukua maamuzi yoyote ya kuishambulia Iran kutokana na kile kinachoelezwa kwamba ni uwepo wa maandamano yanaendelea nchini humo na kwamba kuna uwezekano mkubwa wa kuchukua hatua za kijeshi. Kulingana na shirika hilo la habari la Wall Street Journal, mataifa katika Ghuba yameepuka kwa kiasi kikubwa kushughulikia maandamano ambayo yameenea kote Iran tangu mwishoni mwa Desemba na kusababisha vifo vya watu. Saudi Arabia, Oman na Qatar zilifahamisha ikulu ya Marekani kwamba hata wasijaribu kupindua utawala wa sasa wa Iran kungevuruga soko la mafuta la kimataifa na hatimaye kuumiza uchumi wa Marekani, kulingana na Wall Street Journal. Hata hivyo, mataifa hayo ambayo kwa kiasi fulani yamekuwa na uhusiano na Marekani yameonya kwamba namna ambavyo wao watashambulia Iran, kuna namna ambavyo Iran itashambulia mataifa hayo. Saudi Arabia imekuwa na ngome ya kijeshi ya Marekani, Qatar kadhalika, na hivyo kumekuwa na wasiwasi kwamba kama ilivyoelezwa na serikali ya Iran kwamba lazima washambulie maeneo ya ngome zao za kijeshi, na hii itaweza kusababisha hasara kubwa katika mataifa hayo, na ndio maana wanaizuia serikali ya rais wa Marekani Donald Trump kutoanzisha vita vyovyote dhidi ya Iran, na waendelee kuacha tu waandamanaji waendelee kuandamana kwa uhuru katika taifa lao. Afisa wa ikulu ya White House aliliambia jarida la Wall Street Journal kwamba Trump hangeweza kutii maonyo haya moja kwa moja, akisema rais huyo husikiliza maoni mengi juu ya suala lolote, lakini hatimaye hufanya uamuzi anaohisi kuwa ni bora. Trump alisema kuwa msaada uko njiani kuelekea Iran na kuwataka wa Iran kuendelea kufanya maandamano dhidi ya utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na ndio maana hata utawala wa Ayatollah Al-Khamenei uliweka wazi kusema kwamba mipango ya maandamano haya inasukwa na Wamarekani pamoja na wa Israel. Hali katika nchi ya Iran inazidika kila kukicha kutokana na maandamano hayo. Taarifa zinasema kwamba bado waandamanaji wameendelea na maandamano hayo makubwa zaidi kutokea katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, kwamba hakukuwahi kutokea maandamano makubwa tangu wakati huo kama maandamano ya mwaka huu. Maandamano ya mwaka huu yamekuwa ni maandamano makubwa zaidi, kwani yameenea katika maeneo mengi katika nchi hiyo ya Iran, miongoni mwa mataifa ya Ghuba. Wazalendo nchini Iran, endeleeni kupinga, chukueni taasisi zenu, hifadhini majina ya wauaji na wanyanyasaji, watalipa gharama kubwa, Trump aliandika katika ukurasa wake wa Truth Social. Nimeghairi mikutano yote na maafisa wa Iran hadi mauaji ya kipumbavu ya waandamanaji yakome. Msaada uko njiani, anasema rais huyo wa Marekani, akiandika kupitia jukwaa lake la Truth Social, akieleza namna ambavyo anaungana na wa Iran. Matamshi ya Trump yanakuja huku akitarajiwa kuwakutanisha maafisa wakuu wa utawala, ambapo amewakutanisha maafisa wa utawala mnamo Jumanne kujadili uwezekano wa kuchukua hatua kuhusu Iran. Mkutano huo ni muhimu na maafisa kadhaa wa Marekani waliliambia gazeti la Jerusalem Post, ingawa bado hakuna taarifa rasmi iliyotoka ni nini ambacho kimejadiliwa hata wakati huu. Inadaiwa kwamba vyanzo ambavyo vimezungumza na Reuters vimelaumu uongozi wa taifa hilo kwa vifo vya raia na wafanyakazi wa usalama. Aidha, mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema siku ya Jumanne kwamba ametishwa na kuongezeka kwa ghasia na vikosi vya usalama vya Iran dhidi ya waandamanaji wa amani nchini Iran. Wakati huo duru za habari zimeiambia Jerusalem Post kwamba katika majimbo ya magharibi mwa Iran ya Azerbaijan Magharibi, Kurdistan, Kermanshah na Ilam, na njia za kuingia katika miji mingi zimezuiwa na vituo vingi vya ukaguzi vimeanzishwa. Kwa mujibu wa vyanzo vya habari, vikosi vya usalama vya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC vinasimamisha magari, kuyapekua na wakati mwingine kuwalazimisha raia kufungua simu za rununu. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii ili ufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News. Naitwa Damu Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.